Hivi Sophie, kwa nini unaamua kunichezea drama? Kwa nini unaamua kunitia umaskini? Yes, hii ni kunitia umaskini Sophie. Sophie, unajua mimi hiyo pesa nimekopa chakula, nimekopa ubwabwa sijalipa. Ili pesa nikununulie dawa. Unajua nimeacha kazi za watu, sijamaliza kazi, nikijua ni mgonjwa sana. Unajua nimeenda pharmacy kwa mguu, nimepigwa na jua kwa sababu nije kuguza maradhi yako wewe. Are you serious? Nakupa dawa unatupa uvunguni? Sophie, naomba uniambie kwa nini umenidanganya kwamba unaumwa wakati huumwi. Kwa nini Sophie umenidanganya? Sophie, kwa nini umenidanganya? Lakini mume wangu mimi sijakudanganya. Kimya! Hujadanganya, unatupa dawa. Dawa mimi nimezitafuta Sophie. Nimeleta kwa mapenzi. Nimeleta kwa mahaba hizi dawa. Nimeleta nikijua mke wangu unaumwa. Zikusaidie. Ungeniambia kwamba sitaki dawa, ungekufa. Ungevunjika wapi mama? Ungeniambia kwamba sitaki kumeza dawa. Okay, hii yote hainitesi wala hainisumbui, because it's your choice. Swali moja tu linanitesa kwa hivi sasa. Kama ulikuwa huumwi, ile sauti ya maumivu nilipopiga simu ulikuwa unafanya nini? Ukawa baridi kuliko kawaida, napumzika. Mamdogo, sasa ndo nini hivyo unavyofanya mamdogo? Mamdogo, sasa ndo nini hivi vitu unavyofanya? Nimemisi, nataka tena. Unataka tena kati unajua kabisa baba mdogo ndo mida yake jamani. Nisikilize, mimi ndo namjua babako mdogo mida yake. Kwa hiyo nipe tu chapo cha haraka kabla hajaja. Ya. Sio kweli mama, yani unakosea kabisa mamdogo yani. Wewe hutaki kusomeshwa? Mama mdogo, basi hiyo yani ndio umechukua tekniki moja mbaya sana. Nini sipofanya jambo la kweli basi yani Unajua unapoongea ndo unachelewesha muda. Fanya tumalize. Pole. Asante. Kwa kabisa unajisikiaje? Yani unasikia kichwa kinauma sana au una baridi? Yaani nasikia ni kichwa kinaniuma maeneo. Alafu pia na baridi. Okay. Pole sana. Unajua ulivyoniambia pale, yani nilitamani kuja wakati ule ule tu. Lakini sasa nikawaza nisipomaliza kazi bosi hawezi kunipa pesa. Kwa hiyo ingekuwa ni kitu kigumu sana mimi kutoka kwa wakati ule kuja, mpenzi wangu. Naomba unisamehe sana. Sitaki uhisi labda sikujali au sikukei, hapana. Isipokuwa unajua maisha yangu, sisi mafundi ujenzi lazima tuteseke, tubebe matofali ndio tule. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mimi nafurahi kwanza nimekuta uko salama na uko nyumbani hapa. Ila roho yangu iko inaenda mbio sana. Alafu natamani nimpate huyo mbwa alikutia malaria, nitamtafuna. Umecheka maskini. Baby, kwani hujaniletea dawa? Nimekuletea.
Sasa hapa nimechukua dawa za malaria. Sawa. Nimekuletea dawa yako na ukunywaga Marafin. Nimekuletea Marafin. Nimekuletea Marafin ya malaria, lakini pia nimenunua na antibiotics kama ziada kwa sababu daktari pia amenishauri. Kutokana kwamba antibiotics unajua ni multipurpose, inatibu vitu vingi. Kwa hiyo nimekuletea na antibiotics. Sawa. Asante. Okay, sawa. Basi kaa kidogo. Kaa hiyo meza nitakaa. Kaa. Okay, sawa. Hizi dawa si ndo zile zinakuwaga chungu. So chungu. Ushaanza uoga wako. Kwa uoga basi. Mwoga sana. Ngoja nikuletee maji. Pumzika. Pumzika, sawa. Tulia kidogo, dawa zifanye kazi kama nusu saa hivi, lisaa moja. Nitamwambia mwanao akupikia hata kaudi, sawa? Sawa. Umesikia? Okay, sawa. Okay, nakuja. Nilijua mapenzi ni salama, lakini leo yamevunjika. Nimebeba kimya chenye uzito ambacho hakisemi kwa sauti. Mwenyezi nipe pumzi nyingine, mimi siwezi tena kuficha. Moyo huu umejaa vipande, vinaita jina lako pole pole. Shikamoo shangazi. Ngoja vaa t-shirt. Shangazi, mimi nipo nje huko. Karibu. Wifi. Umevaje hivyo na mtoto? Au unasahau kwamba ni mwanao? Isitoshe bado huyu mwanao anakaa tena kitumbo wazi hapa. Na unakubali tu. Ni mila zetu gani za Kiafrika zipogo hivi? Kwamba mama na mtoto wanakaa katika mazingira kama hayo. Bali mama wa Kiafrika unakaa na mwanao kweli? Wifi. Kwani, tulia kwanza wifi. Nipo kwangu. Yaani nipo kwangu alafu niendelee kujibanabana? Sio kweli wifi yangu. Kwa hapo utakuwa umenikosea. Hivi, mbona mnakalili maisha? Yaani nipo kwangu nianze kujibanabana? Mimi nishazoea kujiachia. Alafu, kingine. Pata kilichokuleta. Yaache hapa.
kama ulivyosema kwamba maisha yako nisiyafuatilie, ni kweli siyafuatilie. Sawa? Ila ninachomaanisha mimi ni kwamba hiko kigauni nilichovaa na sako kwa jinsi alivyokaa hapa, ni kweli mtu kabisa na mamake mnakaa hivyo. Na pia kilichonileta hapa ni ugali kweli. Lakini paka hapa nilipo wifi nimeshiba. Kweli wifi, na ili jambo na kwa pia nitamwambia kaka. Sasa unachelewa nini kumwambia? Alafu simu yangu iko wapi? Ingekupo karibu ningekupa simu. Umpigie sasa hivi umwambie, maana naona unachelewa. Asante. Asante wifi. Lakini kwa pia namwambia kaka. Kunitazama ukuta ukawa baridi kuliko kawaida, napumzika simama katikati ya jibu. Nani angeficha jua kwa Zu. Nimefika hapa, njoo. Jua kali. Bwana wewe njoo bwana, nipite wapi? Usiingie ndani saa hizi mimi. Tena mjua huu tena niingie huko ndani tena kuna kitu gani? Nichachoka saa hizi hapo bado niingie tena. Uko wapi tena? Njoo bwana, nipo huku bwana. Kaka. Niambia. Shari. Wewe acha tu. Yaani toka asubuhi nipo ndani tu. Hata nje sijatoka, nimetoka sasa macho na nyuma tayari. Niambie. Yaani kama kaida kulala ubonge. Ndio maana ukondi wewe. Tangu mtoto mpaka umekuwa bonge hivyo. Bonge hivyo tu. Jamani, ni mwili wa mama jamani, usininyanyase. Usingizio. Tena. Sasa wewe dogo, kuna issue gani? Naona umeniambia nipitie hapa ndio nimefika hapa. Yaani ukupigia simu hapo upitie hapa na issue na wewe. Maana nimekusubiri. Ngasema Mungu anijiandae ngafungua biashara yangu, kama kunikosa hapa utakuja kwenye biashara yangu. Na bahati nzuri wakati na vatu nao kafika. Sasa ni hivi kaka. Hivi ile mtoto wa kaka pale na mke wako anaishi hapa nyumbani. Nani usako? Wanaishi vizuri tu. Hivi unatoka saa ngapi na unarudi muda gani? Zuwani kuna kitu gani bwana? Kwa sababu unaona maswali yako. Wewe hujui kama sisi mafundi tunatoka saa 12 asubuhi tunarudi zinategemea kama ni saa 2, saa 1, saa ngapi. Leo tu nimewahi kurudi kwa sababu umeniambia kuna tatizo kubwa. Nataka kuniambia. Kimbele changu kicha kumwanjia kakaangu. Basi Mungu anaende kwa wifi labda atakabakisha taka ugali nikale. Ile hodi naingia nakuta mtoto kava kingocha hapa. Hapa kaka hapa. Sasa yupo kwenye sofa nakwambia pale kava kipensi. Kaka sikudanganyi kwa macho yangu. Unajua kabisa toka utoto sinaga uongo. Kava kinguo hapa mke wako. Nikabaki namwangalia tu. Wifi, hiyo ndio nguo gani? Wamenijali. Hata wanijali. Kakangu nimerudi toa ugali yenyewe sijala. Yaani mazingira nakuta pale. Kakangu pale sijui kama una mke, lakini sisemi sana. Lakini chunguza. Unaanza kuisimama kugombanisha na mke wako. Mimi nimeongea nini kwani? Sasa unaponicheka kizarau ndugu yangu. Wewe umesema kwamba umeenda nyumbani umekuta mke wangu ana kinguo cha ajabu amekaa na mtoto wake kwamba na hivi. Nimekusikiliza. Haya niambie ni kitu gani kitosababisha mpaka uone kwamba labda mimi nakudharau au sikuamini kwamba wewe ni muongo. Yaani maana yake ni muongo. Hata kiona acha kuongea maneno. Unajua nimekaa kimya hata sijastuka hata moyo wangu haujafanya pa. Kwanza unatakiwa uje kitu kimoja. Babu yetu anajua alikuwa mganga. Kanilisisha kila kitu mimi. Yaani ingekuwa maneno yako unaosema yana ukweli, moyo ungefanya sio, umeelewa? Lakini umeongea hata mshipo wa kichwa hujasimama. Unajua kwa nini? Jibu unalo kwa sababu mwisho umesema kwamba nisihisi wewe muongo, ni muongo. Sawa.
Kwa hiyo umeniambia kuna shida ya muhimu, nimetoka huko, nimebeba matofali, nimebeba masimenti nzuri. Yaani nimekuja hapa napitia kwako kweli unakuja kuniambia habari za ombea wa wifi na wifi yake. Kaka, nakuapia. Haya maneno kabisa leo nakwambia ipo siku atakurudia katika kichwa chako. Nimemkuta mkeo live jamani, mimi kaka live kabisa, kavaa kangoka hapa. Yuko na sako pale kabisa, sako kaka anasema na kapensi. Kaka mimi nakuongopea wewe. Zo. Una kingine cha kuniambia hiki kitu? Kaka, mimi najua unanidharau kisa kazi yangu unayofanya labda. Unanidharau kisa familia yetu haijasoma labda. Lakini kaka, mimi nakuapia, mimi nakupenda kakaangu. Zo, una kingine cha kuniambia au ni hiki tu? Kwa sababu nimechoka kusikiliza ngonjera zako. Nikwambia kitu kimoja tu cha msingi Zo. Sawa? Kwanza kama labda umeingia kwenye mkumbo wa mawifu ambao wanataka kugombanisha watu na ndoa zao, wewe umefeli kwangu. Hilo la kwanza. Alafu la pili, mke wangu unamwamini. Alafu nikuulize kitu wewe mwanamke. Wewe unahisi wewe kwa sababu unafanya kazi bana unafanya umalaya, kwa hiyo unahisi kila mwanamke hapa anafanya umalaya? Unahisi hicho kitu kwenye kichwa chako kabisa? Mentality imekaa hicho kitu kwamba kila mwanamke anafanya umalaya kwa sababu uko baa. Unaona wanawake wa baa. Sikiliza. Nampenda mke wangu na namheshimu mke wangu. Na siku nyingine usiniite kaniambia upumbavu wako. Nitakubutua kama utotoni ulikuwa nakubutua makozo ndio sema kwa mama. Sawa kaka. Sawa. Leo mimi muongo, leo mimi mnafiki, sawa. Ila tu na maanisha ile maneno ya wahenga walisema kitu na kitatokea. Mimi aka unavyoniona hapa siongei tena. Mimi kakaangu nakupenda. Mimi sasa mtoto wa kaka na kaka ameshakufa. Mimi nakwambia ukweli, kuna kitu kinachoendelea pale ndani lakini msirudi tena. Wewe unakumbuka kuna siku ulimwambia mama kwamba mimi nimeenda banda la video wakati mimi nilikuwa nimeenda tuition. Nikaja nikanyimwa chakula na nikachapwa. Mbea. Kwa hiyo maana yake na uombe wako mpaka sasa umekuwa unaendelea na uombe wako afu nataka mimi nikuamini. Afu wewe mimi tumekuwa wote unazaliwa mimi nimezoa mavi yako, yani nakujua mentality yako yote naijua. Hebu sikiliza bwana. Usinicheleweshe bwana. Umeona bwana? Na siku nyingine usije kuniita kwa ujinga wako. Wewe toka hapa. Kaka. Ninakwambia utajuta. Nako wewe yule sako anakula na atakula ataendelea kula. Halo, Sofia mke wangu uko wapi? Sokoni saa hizi usiku? Asubuhi ulikuwa unafanya nini mpaka uende usiku? Sako naye ameenda wapi? Yaani mmeenda wote sokoni? Niko nyumbani ndio maana nakupigia simu. Na kuja sikuti mtu. Tangu lini mko mnaenda wote sokoni kama vile mnaenda sijui wapi? Okay, fanya haraka. Usisahau dawa za mbu basi.
Baba mdogo, shikamoo. Sako, naomba toka nje tupishe kidogo. Ongea na mamako. Nenda nje. Sofia. Njoo hapa. Sawa. Unazikumbuka hizi dawa? Hivi unajua siku unaambia unaumwa nilitumia akili gani kupata hizi dawa? Hapana. Kwa kuwa ufahamu ndio maana unaamua kutupa dawa, si ndio? Nataka nipate majibu sahihi. Na naomba usijaribu kunidanganya hata siku moja. Ulinidanganya unaumwa, si ndio? Nitakupigwa mkofi sasa hivi. Usijitie unaumwa tena, ushanilagai inatosha. Nakuuliza, niko very serious. Hivi unajua uchungu gani na maumivu nimetafuta pesa kununua hizi dawa? Unajua ni matofali mangapi nimebeba kupata hiyo pesa kununua hizi dawa? Hivi unafahamu ni maumivu mangapi nimepitia mpaka nanunua hizi dawa? Hivi unafahamu mimi na umaskini kiasi gani mpaka unaamua kunitia hasara hizi dawa? Anyway, nataka nifahamu kitu kimoja tu. Kwa nini ulinidanganya unaumwa wakati huumu? Kweli nilikuwa naumwa mwanangu. Hivi Sophie, kwa nini unaamua kunichezea drama? Kwa nini unaamua kunitia umaskini? Yes, hii ni kunitia umaskini Sophie. Sophie, unajua mimi hiyo pesa nimekopa chakula, nimekopa ubwabwa sijalipa. Ili pesa nikununulie dawa. Unajua nimeacha kazi za watu, sijamaliza kazi, nikijua ni mgonjwa sana. Unajua nimeenda pharmacy kwa mguu, nimepigwa na jua kwa sababu nije kuguza maradhi yako wewe. Are you serious? Nakupa dawa unatupa uvunguni? Sophie, naomba uniambie kwa nini umenidanganya kwamba unaumwa wakati huumwi? Kwa nini Sophie umenidanganya? Sophie, kwa nini umenidanganya? Lakini mume wangu mimi sijakudanganya. Kimya! Hujanidanganya, unatupa dawa. Dawa mimi nimezitafuta Sophie. Nimeleta kwa mapenzi. Nimeleta kwa mahaba hizi dawa. Nimeleta nikijua mke wangu unaumwa. Zikusaidie. Ungeniambia kwamba sitaki dawa, ungekufa. Ungevunjika wapi mama? Ungeniambia kwamba sitaki kumeza dawa. Okay, hii yote hainitesi wala hainisumbui, because it's your choice. Swali moja tu linanitesa kwa hivi sasa. Kama ulikuwa huumwi, ile sauti ya maumivu nilipopiga simu ulikuwa unafanya nini? Sophie, nakuuliza nina maana.
kama ulikuwa huumwi, ile sauti ya maumivu ulikuwa umeitoa wapi? Kusema ukweli, mimi kweli nilikuwa naumwa, ndio maana nikatoa sauti ile. Alafu kingine, hizo dawa itakuwa za zamani, lakini kwa siku ile mume wangu, haki ya Mungu, na nitakubutua, nitakupiga, nitakufinyanga kama udongo. Sofi, usijaribu kunidanganya mimi, usijaribu kuniletea uongo wa kitoto. Uvungu wa kitanda ndio uvungu unaweka viatu vyangu. Kila siku natoa viatu. Sofi, nitakufinyanga, nitakupiga kama ngoma ya mchiriku. Usinambie basi, mpumbavu wewe. Unanambia basi baada ya kunitia hasara. Unanitia deni la ubwabwa kwa mantilie. Napata 1000 na kuletea dawa. Unatupa ufunguni. Unanambia basi. Simple tu. Hivi mwanangu, unataka nini kwangu? Unataka nikufanyaje? Sikia. Sikuwahi kupanga kupiga mashauri yako. Sikuwahi kupanga kuwa mwanaume mbaya kwako. Wala sikuwahi kupanga kuwa mwanaume ambaye ananyanyua ngumi kupiga uso wako. Lakini unapoelekea sasa, nitakupasua. Toka. Toka. Isikani ningekeza mpenzi wangu kubwa tu wao. Unajua mimi si wako. Ndio. Kuwa na amani na kuniswala kwenda home. Ipo siku utaenda, sema tu kuna mambo kidogo hajakaa fresh. Sawa? Kuna changamoto fulani hivi kapo pale mtaani, ndio maana nashindwa hata kukupeleka nyumbani mpenzi wangu. Sawa? Endelea. Na kuambia Sako, endelea ulivyokopo unaongea hapa. Mbona umeniona mimi unanyamaza? Kinachokufanya unyamaze wewe nini? Haya, huyu mwanamke ni nani? Nakuuliza, huyu mwanamke ni nani? Wewe ndio umetumwa huko kukatisha masomo ya watu Ujaona wanaume wote mtaani, umemwona Sako tu, si ndio? Sina kuuliza wewe. Sako, kwani kuna nini hapa? Mbona kuna nini? Uoni au unajizima data? Unajizima data na kuuliza uoni hapa? Kusoma ujui hata picha uoni. Wewe, nisikilize. Naomba uondoke nikukute nyumbani. Nitakuvuruga wewe. Ondoka bwana wewe. Yaani nikukute nyumbani ili nitakuvunja wewe. Na wewe takataka unatokea? Sina kuuliza. Takataka? Mbona unaita hivyo takataka msichana? Sawa, jioni. Wewe unajionaje? Wewe si uchafu tu. Yaani takataka ya Mumbai. Nisikilize. Usione vyaelea ujue vimeundwa. Umenielewa? Yule ni mwanangu. Tena yupo kwenye masomo. Na sio tu kwenye masomo, yupo karibia kufanya mitihani. Haya, wewe nani wa kumharibia masomo yake? Alafu isitoshe tumelipa ada. Unajua uchungu wa hela wewe? Unajua uchungu wa hela au unanikodolea macho? Kwani mimi kumpenda mwanao kuna shida gani? Na yeye kama amenipenda kuna shida gani hapo jamani? Bibi, unaijua hela wewe? Unajua uchungu wa hela au unajilopokesha kama ananipenda kama ana nini? Hujampenda siku zote hizo eti uje kumpenda leo. Siku zote ulikopo wapi kumpenda? Alafu ungikopo unampenda,
ungemtolea nauli huko kutoka Morogoro, ungemleta hapa kwa nauli yako, lakini sio kwa nauli yangu mimi. Halafu kingine nikwambie binti, umechelewa. Usitake kumharibia mahusiano yake mwanangu. Upo? Lakini ndio alonifuata na kanambia ananipenda. Nisikilize, ana mwanamke wake. Tena ashamtolea barua, hivi karibuni tunatarajia ndoa. Upo? Kwa hiyo usije ukaharibu ndoa yake. Kama wewe unampenda, basi umejidanganya. Hana mke wake. Ina maana yeye sasa anakuja kutongoza mimi, anajua kabisa kumbe ana mke uko Morogoro. Nisikilize. Habari ndio hiyo. Sako ana mke. Tena ashamtolea barua. Yaani ukoo mzima mama unamjua. Kwa hiyo naomba ukae pembeni. Usije ukamharibia mwanangu ndoa yake. Alafu isitoshe huyo mwanamke tunampenda sana. Usije ukatufukuzia ndege wetu. Hilo tu binti. Hivi Sako, una akili wewe? Nakuuliza, una akili? Mungu. We mtoto, ni sijawahi kuona mtu mwenye akili finyu kama wewe. Hivi umetoa hiyo miguu yako, mikwato yako mbi hadi huko kwa malaya wenzako, si ndio? Ndio kilicho kutoa Morogoro kuja Dar kwa ajili ya upumbavu, si ndio? Kwa hiyo umeniona mimi mjinga ambaye nimetoa pesa zangu, ujue nimezipataje, mkakupa nauli ukaja hapa Dar. Halafu cha kushangaza, hata wiki mbili wewe hauna hapa. Lakini tayari ushajuana na wanawake huko nje. Halafu mimi huyo mjinga nilokulipia nauli, nimekulipia na ada. Ndio kwanza juzi tu umeanza hiyo VETA. Sasa hivi nakuona tena na wanawake. Haya, unaweza kuniambia huyo mwanamke mmejuana lini? Na mmekutana wapi? Kwanza mamdogo, hapa nikuulize swali. Una maamuzi gani wewe, yani ya kuchukua maamuzi mimi ya kunizuia nisikae na mwanamke? Naona unanimudu Nakuuliza unanimudu? Eti mama mdogo nikuulize swali. Wewe unajua uchungu wa pesa wewe? Nakuuliza unajua uchungu wa pesa? Nisikilize. Tulikubaliana kabisa vizuri. Nikulipie ada, tuanzishe mahusiano. Sasa imekuwaje unataka kutoka nje ya makubaliano? Imekuwaje? Na kwa ruksa ya nani unatoka nje ya makubaliano? Na pia sitokubali. Maana yake ndo kwanza tumelianza. Eti mama mdogo, ipo hivi. Unajua na mume wako, sawa na hata kama unasema sasa tuanzishe mahusiano, kwani mimi naweza nikakuoa? Au si uko kunyimia, yani unaninyimia mimi riziki tu ya mwanamke? Kwa sababu yule mwanamke nimempenda, ndio maana umenikuta mimi nipo kule, Yaani huko ni kunyimia na riziki. Wewe ni mwanamke wa mtu. Isitoshe mimi bwana wako mimi namheshimu, ni ndugu yangu kabisa wa damu. Mungu wangu. Sako leo kunijibu mimi hivyo. Sako, kwanza niangalie vizuri. Yaani hayo maneno hayo ungeyatoa siku ile pale kitandani wakati tunakubaliana. Wewe mtoto wewe.
Ingekuwepo huyo mwanamke anakupenda sana au unampenda sana, mkitumiana nauli kutoka huko. Sijui umenielewa? Nisikilize. Naomba uachane na huyo mwanamke. Tena iwe mwanzo na mwisho. Nikikukuta naye sako au kama anakupenda sana, rudi Morogoro. Rudi Morogoro akutumie nauli. Ndio mje hapa. Au kama unataka mahusiano, ondoka hapa nyumbani, nenda Morogoro. Yaani nakwambia hivi sako, kuanzia sasa hivi achana na huyo mwanamke. Marahaba, jambo. Jambo, mshindani. Salama. Mnagombana nini na mama yako tena? Mmefanya na nini? Amna. Vitu tu vya kawaida tu vimetokea hapa, ndio tuko tunarumbana. Unajua tofauti ya vitu vya kawaida na vitu visivyo vya kawaida. Vitu vya kawaida hamwezi kulumbana. Mkilumbana maana sio vya kawaida. Unaficha nini? Hebu ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi ni babako. Marehemu kaka aliniachia maagizo kabisa kwamba Mwaluvanda, mimi nakufa, lakini mwanangu ni mwanao. Mimi kagi na ndugu. Lakini wewe nimekuchukua, nimekubali uje tukae wote hapa. Sasa kwenye nyumba yangu kama utakuwa unanidharau na kumuona kuna baba mwingine tofauti na mimi, ni bora ukaniambia. Hilo usiniambie ni vitu vya kawaida tu. Kuna nini? Ugomvi gani wewe na mama yako? Umekuja hapa hauna muda mrefu. Umeshaanza kumsumbua mama yako. Unagombana naye nini? Kwa nini humheshimu huyo mama yako? Na huyo mwanamke mnadiscuss hapa ni mwanamke wa aina gani? Wewe uachane naye. Tatizo ipo hivi mdogo. Mdogo alimfuma na mwanamke hapo, nitarajirani hapo. Mwanamke anaitwa Masiti. Kwa inaonekanika kama akachukizwa mimi kwa na yule mwanamke. Kipindi mimi nimempenda na yule mwanamke kanipenda. Kwa maana alikuwa ananibwatiza hapa ili mimi niweze kuachana naye. Na mimi mtoto wa kiume mimi pia na hisia mdogo, kwa kumwacha yule pale mimi nashindikanika. Kwa hiyo pia mdogo hataki. Sasa sijajua labda kosa langu mimi lipi. Hakuna kingine. Ni hicho tu. Anyway, sawa. Sofia. Kwani mbona unaonekana una hasira hivyo? Halafu jinsi nilivyoelezewa kosa na hasira ulioibeba ni vitu viwili tofauti.
na hasira ya pesa. Yaani angejua jinsi nilivyohangaika kuipata ile pesa hadi nimemlipia ada, asingefanya upumbavu wake kama huo. Hivi unajua hela ni za kuokota okota tu. Hivi hata ingikopo wewe ndio umelipa hiyo ada, ungejisikiaje? Mke wangu, kuna kitu unanichanganya sana. Naona mwaka huu umeamua kunivuruga sana. Hoja zako sizielewi kabisa. Kwa hiyo hasira zote hizi ni pesa ulizotumia kwa ajili ya kumsomesha huyo Sako? Au hasira zote hizi ni Sako kuwa na mwanamke mwingine? Au hasira ni nini hasa? Mimi ninavyojua mtoto wa kike ndo anachungwa hayo mambo, kwa sababu analeta mimba nyumbani. Sifikiri kama kuna sababu yoyote ya wewe kumzuia Sako asiwe na mahusiano. Halafu mimi baba yake mdogo sioni kama ni kosa. Wewe uchunguo unaupata wapi? Naomba uniambie ukweli. Kwa nini unaumia sana Sako kuwa na mahusiano? Anakaribia kufanya mitihani. Hivyo nadhani amepata tu wanawake huko. Hiyo akili ya shule ya kufanya mitihani ataipata wapi? Muda wote yupo na kile kisichana, sijui kinaitwa Mwasiti, sijui kinaitwa kinani. Msichana mwenyewe hana mbele wala nyuma. Hivi namwangaikia ili afanye mitihani vizuri, ili ajijue maisha yake yanaendaje huko mbele. Lakini ananiona kama mimi sijui ananiona ni mtu wa aina gani. Nadhani hayo yote kutokosa elimu. Maana yake familia yake nzima haijasoma. Punguza dharau. Punguza matusi. Sophie, hata wewe huna pesa kama mimi tu. Hao wazazi wako ambao wanakusaidia huko isiwe sababu ya kuninyanyasa mimi. Si umenielewa? Alafu kitu kingine ni kwamba mimi nilikwambia kwamba nataka umsomeshe mwanangu. Ni wewe kijijini ulivyomuona ukasema tuje naye mjini nitamsomesha. Sikukutuma. Punguza dharau kidogo. Kwa nini wanawake mna nini? Kwa nini mwanaume akipitia misukosuko wiki 2, wiki 3, miezi tu mnaanza manyanyaso hivyo? Ni pesa ngapi zangu mimi nimekupa? Hivi kipindi nimepata ile deal ya tenda kujenga zile apartment kule Dodoma. Si pesa ziko nimekupa mimi mwenyewe. Mbona mimi sikuwa na uchoyo kusema kwamba Sophie, shika hii pesa, simamia tujenge hapo japo tupate sehemu tupane na makodi. Punguza manyanyaso bwana. Na hii deal zitakuja tu. Usifika baba mimi nitakuwa maskini milele. Inawezekana tu mawazo yako unaona mimi nitakuwa maskini milele. Si maskini milele mimi. Mimi ni gentleman Sophie. Hizi dharau ambazo unazonionyesha hapa, one day nitakwambia tu. Si umeelewa? So mimi nimekuuliza vizuri tu kistaarabu kwamba kwa nini mtoto unamnyima uhuru? Unakuja kusema kwamba sisi hatujasoma, ni maskini. Wewe ulisoma una ajira gani sasa? Una kazi gani wapi? Punguza dharau Sophie. Punguza dharau. Sawa, nimekuelewa. So nielewe tu, unisikilize vizuri na utie akilini. Hakuna mwanaume anayependa manyanyaso hayo hata siku moja. Kunyanyasiwa yeye na familia yake kisa tu pesa. Jamani, nimekusikia. Na utambua kitu kimoja Sophie, manyanyaso yako tafika mwisho kwa sababu pesa ni kama maua, uchanua na kunyauka. Sophie, usifikiri wewe leo pesa ikichanua kwako kwamba haitonyauka. Na usifikiri kwangu mimi nimenyauka haitochanua. Ni swala la mvua tu. Inawezekana kwa mimi kuna ukame, kwa kwako kuna unyevu. Tuheshimiane bwana. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Mwache mtoto awe na mahusiano sasa. Kama umenielewa. Hapo ndo tutakapobishana mimi na wewe hadi asubuhi. Utoki wapi ubishi? Nisikilize mume wangu. Mimi ndo najua uchungu wa hela. Najua ule uchungu nilolipia kule ada. Nisikilize. Mwambie huyo Sako aachane kwanza na huyo mwanamke. Adili kwanza na mitihani, mengine yanakuja. Alafu kama huyo mwanamke anampenda sana, si angemfuata Morogoro huko. Narudia tena, hoja yako ni nzuri sana mke wangu. Ile uwasilishaji wako wa ujumbe umekaa vibaya sana. Yaani mimi sikulaumu kwamba wewe una dhamira mbaya na mtoto. Una dhamira nzuri sana. Unataka lengo afaulu maisha yake. Isipokuwa umewasilisha kwa hasira sana. Just imagine mimi niko kule nyumba ya pili nasikia kumnazozana. Masuala achana na mwanamke. Achana na mwanamke. Ni majirani wangapi wamesikiliza taarifa au hiyo mgogoro wenu?
Sasa ifike kipindi sasa nyumba yetu iwe na amani. Msipige kelele sana. Yule ni mtoto tu. Mshauri vizuri. Mimi kama baba najisikia raha akiwa na demu. Wafu ukisikia usipomwona na mwanamke yule pale wewe utahisi vipi dunia yenyewe imeharibika sasa hivi. Hivi Sako, unanipenda kweli? Nakupenda. Na una malengo gani na mimi? Malengo yangu ni kuwa na wewe, namaanisha ni kuoa. Unamaanisha unachoongea hicho? Au unanidanganya tu hapa? Ni kitu kweli kabisa. Ni kutoka moyoni kwangu. Kabisa? Kabisa. Unaweza kuniambia huyu mwanamke ulomchumbia huko Morogoro unania naye gani? Maana mimi ni unanitaka na wewe ulomchumbia huko Morogoro. Sasa sijui niweke kwenye fungu gani. Unanitaka mimi au unamtaka wewe mwanamke wa Morogoro? Unamaanisha nini kuniuliza kama hivyo? Leo nasema hivi, namaanisha huyo mwanamke ulomchumbia huko Morogoro na mimi nani unamhitaji? Siti. Mama, ni mwanamke gani huyo unamzungumzia wewe? Na mimi mbona sina mwanamke Morogoro? Ina maana mamako mdogo anadanganya, si ndio? Anaweza kudanganya wewe. Kwa Sako ana mwanamke huko alikotokea Morogoro, anamchumba tena amemchumbia kabisa. Anaweza kudanganya kweli wewe? Mamako mdogo kabisa? Hebu nikuulize. Unanipenda mimi au unipendi? Nakupenda sana, ni kuliko chochote kile, na nipo tayari kwa lolote lile mama. Sasa kwa nini unanifanyia hivyo? Nakuuliza kwa nini unanifanyia hivyo? Usifike mbali na usipende kusikiliza maneno ya kuambiwa. Yaani mimi nitegemea umekuja huku tuanzishe mahusiano mapya, tupendane, tufike mbali. Wewe kunifanyia kweli hivyo wewe? Mimi nipate kuongea nini ili upate kunielewa, mama? Siwezi ngakuelewa, maana mimi nilichoambiwa yani sikiamini. Ina maana mimi nilivyokuacha kwa Morogoro, ukaamua unitafute mwanamke mwingine, mimi sasa ushanisahau, si ndio? Usifike huko. Aki ya Mungu. Mungu wangu mmoja huyu, na pia nipo mbele yako. Mwanamke ninayempenda mimi kutoka moyoni kwangu, kwa jina la herufi kubwa kabisa, naanza na M, ni wewe tu Mwasiti, na sina mwanamke mwingine. Wewe Sako. Haya maneno je, unasikii kabisa? Mungu anakusikia. Si umenielewa? Haiwezekani mamako mdogo akusingizie. Hicho alichonambia ni kweli. Yaani nakuika nacho ni kweli umefanya hivyo. Hivyo Sako, wewe kunifanyia hivyo kweli? Na miaka yote nilivyokuvumilia wewe mwanaume. Unataka nikufanyie nini wewe? Unanipa changamoto. Mbona unapenda sana kusikiliza maneno kuambiwa? Hujathibitisha. Thibitisha kwanza. Sako uwezi ukaniambia chochote nikaelewa Sako. Hata siku moja. Siwezi. Mimi nakupenda. Ani upendo wangu mimi kwako, akitoka mama, unafuatia wewe. Haki ya Mungu. Siwezi nikaamini. Siwezi nikaamini hata siku moja. Yaani wewe kunifanyia hivi kweli? Ni msalaba wako ndo ubebwa Mwasiti. Shua, niamini. Kuwa na imani. Usikate tamaa. Sawa? Uwezi jua labda na nia gani na sisi. Silie. Niache. Tena niache kabisa, kamba na mimi sitaki. Silie. Niache.
Baby, kwani nimechelewa sana? Ya, jibu nalo. Muda tuliongea mpaka saizi manake. Unaona jiona hujachelewa, umechelewa. Hujachelewa sana. Kwanza nimejua kwanza nimewahi. Nashangaa nimekukuta umenuna, umejinunisha mwenyewe. Lazima ninune kwanza, najisi ulivyokaa kama hivyo na unavyotoka kule kwenu mpaka kufika hapa, kwanza naonekanika watu wanakuangalia sana. Kwa lazima kwanza naumia pia na wivu. Kwa unasema unamaanisha kwamba nimependeza? Nimependeza? Mashallah mke wangu. Yaani sijaona yaani sijapata siku ambayo nimekuona umetokelezea kinyama kama leo. Umetokelezea mke wangu, umependeza. Jamani, asante. Upo vizuri mtoto, ukitembea yani figa. Bwana usinisifie hivyo, naona aibu. Unaona aibu nani hapa? Nani hapa? Unaona aibu hapo? Kati tupo watu wawili nakupa maua yako. Si wewe hapo. Kwa kani nilivyokuambia kipenzi changu, ipo siku nitakupeleka. Sawa. Si ndio umeshafika sasa leo? Hebu chumu basi. Wewe na bana kila siku nikuchumu sitaki. Unajua umenikea alafu nakwambia ni chumu kama yani kama mtu wako alafu unanikatalia kama hivi, unamaanisha nini? Maana kuna mtu ndio unamchumugu ila sio mimi. Si ndio hivyo? Bana sitaki. Mchumu. Kama unanipenda. Umelizika? Bado sijalipa. Bana natosha. Sasa nakusikiliza wewe. Okay. Iko hivi, kani nilivyokuambia kwenye simu. Hapa tu tunaenda nyumbani kama nilivyokuelekeza, baba alitaka kukuona. Sawa? Kwa hatuna muda kupoteza sana, yani nataka tuende ili akakuone shemeji yake. Sawa. Lakini hawatagomba. Agombe wapi? Yaani mpaka mtu mzima anakuita kama vile atagomba vipi sasa? Yaani namaanisha hatagomba kwenye mavazi yangu nilovaa. Atakupangia wewe. Kwani ana shida na wewe, ana shida na mavazi. Acha kufikiria yani fikra zako sio na msingi bwana. Twende bwana. Na hata akisema vipi mimi ndo nimekupenda hivyo hivyo. Basi twende na wewe. Mwisho siku watu watukute hapa tunafanya mambo ovyo ovyo. Abiria, chunga mzigo wako mama, tangulia mimi nyuma. Tangulia. Marhaba. Jambo. Jambo. Karibuni. Wesako, ni mara ngapi nimekukataza kuhusu huyo mwanamke? Sina kuuliza wewe. Wewe mwanamke. Kwa hiyo umenishindwa huko mtaani, umeamua kunijia hapa nyumbani, si ndio? Unaniweza Sasa alikuruhusu uingie huko ndani kwangu ni nani? Nimemruhusu mimi hapa. Mimi ndo nimewaita na mimi ndo nimemwambia Sako kwamba mlete mpenzi wako nimfahamu. Mama, karibu Asante. Karibu mama. Asante. Jisikie uko nyumbani kabisa. Sawa. Kuwa huru, kuwa na amani. Asante sana. Awe na amani kwenye nyumba ya nani? Yaani kuni hii nyumba yangu au kuni nyumba ya nani? Nisikilize wewe binti. Kama hujafundwa, nenda wakakufunde tena. Naomba unyenyue hiyo miguu yako na uondoke hapa kwangu. Kwa nini? Sofia, unajenga picha gani mbele ya watoto? Yaani
Unafoka tu, umkaribishi mtu, usimgeni. Kwa unajenga picha gani mimi nakutuliza, nimekwambia nimewaita. Wewe unakuwa mkali tu. Unajenga picha gani? Yaani hawa watoto wachukue picha gani? Kwamba unanimudu, unanikontrol, unisikilize ama uniheshimu? Unataka uonekane wewe nani jemedari humu ndani ama? Mkwe. Abe. Karibu. Asante. Muda wowote, wakati wowote. Mimi ni babake mdogo Sako. Sawa. Kwa hiyo kuna shida yoyote Sako amekukera, nitafute. Umeelewa vizuri? Sawa, nimepamba. Sako mwanangu. Kikubwa ni kuzingatia masomo. Lakini mimi pia nimefurahi kwa sababu kama kweli mnapendana, mimi nafurahi hivyo. Umeelewa? Nimekuelewa baba. Hawa wamekuja hapa ili huyu nimfahamu. Kuna ubaya gani watoto kama wanapendana wenyewe wakamleta tumfahamu huyu mtu? Na ni bora huyu maskini ya Mungu. Je, kama akifanya mahusiano yake kimya kimya? Na huyu binti anaonekana anampenda kijana wetu na ndio maana mpaka ameamua kuja nyumbani kujitambulisha. Kwa hiyo kila ajaye nyumbani ndo ana mahusiano mazuri na mwanao, si ndio? Kwa hiyo wewe kila mtu utakayemuona tu siku ya kwanza tayari anapendwa wewe na mwanao. Nisikilize. Hapa anayetoa ada ni mimi. Sijui umenielewa? Anayetoa ada ya Sako ni mimi. Mimi namjenga kwenye misingi mizuri, wewe kama unachochea moto. Kwa hiyo mimi na wewe tunakinzana, si ndio? Yaani mimi nalipa ada mtoto na mstopisha asifanye umalaya wake. Uona mnusu. Tena isitoshe unamuita hadi ndani. Ada umetoa na mtihani anafanya karibuni. Nafikiri jambo la msingi Sako, unatakiwa uzingatie masomo, ufaulu. Sidhani kama mahusiano haya yanaweza kukufanya eti usifaulu mitihani yako. Nimefanya hivyo kwa ajili ya mitihani ya mtoto. Amebakiza wiki moja tu ya kufanya mitihani. Lakini baadaye adili na mitihani yake inayokuja mbeleni, anadili na mapenzi. Kwani wewe mwanamke kinachokuumiza hasa huyu Sako kuwa na mahusiano na mwanamke ni nini? Pesa yangu. Pesa. Kwa hiyo pesa ndio inafanya unakosa utu. Unafanya watu wote hawana thamani humu ndani kwa sababu ya pesa. Kwani mimi pesa ngapi umekula pesa yangu? Lini ushaona nimekunyanyasa? Au lini nimeongea kitu ukakwambia kwamba kwa sababu nimetoa pesa? Badilika ise. Hauleti picha nzuri. Si mwanamke sahihi anaweza kusubutu kufyatua mdomo na kupata maneno ovyo ovyo bila kuangalia sehemu husika na watu waliokaa nao. Ni dhambi kitu cha bure Sophie. Nisikilize wewe binti. Kabla sijachafua hiyo sura yako, naomba unyanyue miguu yako uondoke. We. Nyie msiondoke. Sawa? Mkwe, usiondoke. We Sophie, usinipande kichwani. Nitakubutua mbele ya watoto hapa. Usifikiri nakaa kimya, ni hekima ya mwanaume natumia humu ndani. Kila mtu anaweza kelele humu. Ala? We nani? Mimi mtoa hela. Mtoa hela ndio nini? Nitakupiga wewe na pesa zako. Tena nitakuzibua kweli. Alafu mimi hizo pesa zako sitawaliwa kwa sababu ya visenti vyako. Ndio nimekwambia hivyo. Sinitazame jicho kama mjusi. Nitakupiga mkofi sasa hivi hapa nikutoe kinundu usoni hapa. Una shida gani hasa? Sikiliza Sophie. Tena usininyari wewe, usininyari. Na kuona domo lako, usininyari Sophie. Sophie unanichukuliaje? Nitakupiga. Mkwe. Naomba tusameheni, sawa? Sawa na shida. Twende. Niache bwana. Wewe Sophie, twende. Twende nyanyuka. Twende. Twende ndani. Twende. Umbavu. Twende huko. Umbavu. Wewe Sophie. Twende. Kwani na amani, sawa?